Maisha mazuri huanza na maamuzi sahihi. Watu wengi huwa wanatamani mafanikio, lakini hawachukui hatua za kubadilisha maisha yao. Ili ufikie uhuru wa kifedha na maendeleo ya kweli, ni muhimu kuamua leo kuishi kwa nidhamu, kutumia fedha zako vizuri na kutumia fursa. Unapoamua leo, lazima uzingatie mambo ya msingi. Jambo la kwanza ni kuishi chini ya kipato chako. Kuishi chini ya kipato chako ni kutumia fedha kwa uangalifu bila kutumia pesa zaidi ya kipato ambacho unakipata. Tabia hii humsaidia mtu kuepuka madeni yasiyokuwa na ulazima na kupata nafasi ya kuweka akiba, kuwekeza na kununua asset. Ukijifunza kuishi chini ya kipato chako, utaweza kupanga maisha yako vizuri na kujenga msingi mzuri wa mafanikio ya baadaye. Jambo la pili ni kuwekeza. Uwekezaji ni njia ya kutumia fedha ili kupata faida baada ya muda fulani. Kuanza kufanya uwekezaji mapema humsaidia mtu kukuza kipato chake na kujenga usalama wa fedha zake. Uwekezaji unaweza kuwa ni uwekezaji kwenye biashara, uwekezaji kwenye hisa na miradi mingine mbalimbali yenye faida. Maisha ya uwekezaji yanahitaji uvumilivu, nidhamu na maamuzi sahihi. Uwekezaji mzuri hujenga maisha yenye mafanikio ya kudumu. Jambo la tatu ni kuweka akiba. Akiba ni sehemu ya fedha inayotengwa kwa ajili ya matumizi ya baadaye ama kwa ajili ya matumizi ya dharura yatakayojitokeza. Kuweka akiba humsaidia mtu kuwa na usalama wa kifedha na uwezo wa kukabiliana na changamoto na dharura za ghafla. Akiba ni msingi wa maendeleo ya kifedha. Tabia ya kuweka akiba inaweza kukusaidia kutimiza malengo yako makubwa ya kesho. Jambo la nne ni kufanya biashara. Biashara ni shughuli ya kununua na kuuza bidhaa au huduma kwa lengo la kupata faida. Biashara humsaidia mtu kuongeza kipato chake, kuwa mbunifu na kutengeneza fursa mpya za maendeleo. Lakini pia biashara inaweza kuwa ni chanzo cha ajira kwa watu wengine. Biashara yenye mipango mizuri na huduma nzuri inaweza kubadilisha maisha ya mtu na kumpeleka kwenye dunia ya mafanikio. Kitu cha tano ni kujenga nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni uwezo wa kutumia, kutunza na kupanga fedha kwa uangalifu. Mtu mwenye nidhamu ya fedha huweka akiba, huwekeza, hununua asset na kufanya matumizi kulingana na kipato chake. Bila nidhamu ya fedha ni vigumu kupata maendeleo ya kudumu ya kifedha. Nidhamu nzuri hujenga maisha yenye utulivu wa akili na mafanikio ya kifedha. Mafanikio ya kifedha huanza na maamuzi sahihi. Kuishi chini ya kipato, kuweka akiba, kuwekeza, kufanya biashara na kujenga nidhamu ya fedha ni hatua muhimu za kujenga maisha mazuri. Ukianza leo kwa juhudi na nidhamu, utaweza kufikia malengo yako na kuwa na maisha yenye mafanikio na utulivu.